Uongo wa kuzimu kuhusu ndoa unaoonekana kuwa ni ukweli. Uongo wa kuzimu kuhusu ndoa uongo wa kuzimu kuhusu ndoa unaoonekana kuwa ni kweli. Na namna ya kushinda. Na namna ya kushinda. Kimaalum kabisa nitakuwa ninakufundisha ni vitu gani ambavyo shetani ameviweka kwenye jamii zetu, lakini pia kwenye kanisa, ambavyo si kweli, na kwa miaka mingi kanisa tumechukulia pengine kwamba ni kweli. Na lengo la shetani ni kufanya ndoa kuwa mzigo na sio baraka. Watu wengi wameingia kwenye ndoa, wameteseka na wameumia kwa sababu ya mafundisho. Kwa sababu ya mafundisho. Kwa sababu ya misimamo ambayo si kweli, ambayo inaonekana kuwa ni kweli. Au tutaangalia kwa mujibu wa neno la Mungu. Neno la Mungu linasemaje kuhusu ndoa? Na sisi kama kanisa tunaitikiaje kuhusiana na neno ndoa? Bwana Yesu asifiwe. Ndoa ni jambo la baraka. Ndoa ni jambo la baraka. Mgeukie jirani yako, mwambie ndoa ni jambo la baraka. Mgeukie, mwambie ndoa ni jambo la baraka. Mwambie ndoa sio nyongeza. Mwambie ndoa ni jambo la baraka. Kwenye kitabu cha Mhubiri sura ya 4 mstari wa 9 mpaka 12. Mhubiri sura ya 4 mstari wa 9 mpaka 12. Anasema afadhali kuwa wawili kuliko mmoja, maana wapata ijara njema kwa kazi yao, kwa maana wakianguka mmoja wao atamwinua mwenzake, lakini ole wake aliye peke yake aangukapo, wala hana mwingine wa kumwinua. Tena wawili wakilala pamoja, hapo watapata moto, lakini mmoja aliye peke yake tu awezaje kuona moto? Hata ikiwa mtu aweza kumshinda yule aliye peke yake, wawili watampiga, wala kamba ya nyuzi 3 haikatiki kwa upesi. Paza sauti ya amen. Paza sauti ya amen. Ili ni neno la Mungu. Maandiko yanaanza kwa kutuonesha ya kwamba heri wawili kuliko mmoja. Sisi sote ambao tuko kwenye ndoa tunaelewa ndoa ni baraka. Ndoa ni baraka. Na niseme neno moja kwa yeyote ambaye uliwahi kuambiwa ya kwamba ndoa ni za mashetani, hakuna ndoa duniani. Tumekuja kukwambia ndoa za kweli zipo. Ndoa za kweli zipo. Na sisi Mungu anatuweka leo hii kwenye kizazi chetu kama vijana pia kuweza kuthibitisha kwamba ndoa ziko. Shetani kwenye kizazi tulicho nacho amechukulia ndoa kama ni kitu cha kuchezea. Watu wanaingia kwenye ndoa leo, kesho anatoka. Anaingia kama chooni, akijisikia kwamba nimechoka huu mwezi, nimechoka, narudi nyumbani. Na anasema unajua ndo mambo ya siku hizi. Sio mambo ya siku hizi. Kuna kitu ambacho shetani anataka tuoneshe kwamba ndoa ni mbaya, na hakuna ndoa za Kikristo ambazo zinaweza zikadumu. Ninamwomba Mungu katikati yetu, Mungu aweke ndoa ambazo zitadumu. Na ninasema wewe utakuwa mmoja wapo katika jina la Yesu. Wewe utakuwa mmoja kati ya watu ambaye utakuwa na ndoa nzuri katika jina la Yesu aliye hai. Maandiko yanasema afadhali kuwa wawili kuliko mmoja. Kwa hiyo hakuna uzuri katika kuwa peke yako. Wewe ambaye mpaka leo hujaoa, una miaka 30, una miaka 35, anasema nasubiri. Maandiko hayajasema umebarikiwa. Maandiko hayajakuita heri. Maandiko yanamuita heri mtu yule ambaye wako wawili na hayuko peke yake.
Maandiko yanasema ni kwa sababu watapata ijara njema kwa kazi yao. Kwa maana wakianguka, mmoja atamuinua mwenzake. Maana yake kuna uwezekano kabisa ukiwa peke yako ukaanguka na hakuna kukuinua, lakini mkiwa wawili kuna mmoja atakuinua. Bwana Yesu asifiwe. Nikuoneshe kitu kimoja cha muhimu sana kutoka kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 1 na mstari wa 26. Mungu mwenyewe hakufurahia kuona mwanadamu anaishi peke yake. Mwanadamu aliyemuumba Mungu hakufurahia kuona ya kwamba anaishi peke yake. Angalia kitabu cha Mwanzo sura ya 1 mstari wa 26. Mungu akasema, tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki ya baharini, ndege wa angani na wanyama wa nchi yote pia, na kila chenye kutambaa kitambaacho juu ya nchi. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake, kwa mfano wa Mungu alimuumba, mwanamume na mwanamke aliwaumba. Mungu akawabarikia. Mungu akawaambia, zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi na kuitisha, mkatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na kila kiumbe chenye uhai kiendacho juu ya nchi. Mungu mwenyewe hakufurahia kuona ya kwamba mwanadamu yuko peke yake. Alipomuumba wa kwanza, akamuumba wa pili. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Angalia Mwanzo sura ya 2 mstari wa 21. Mwanzo sura ya 2 mstari wa 21. Bwana Mungu akamletea Adamu usingizi mzito, naye akalala. Kisha akatoa ubavu wake mmoja, akafunika nyama mahali pake, na ule ubavu aliotoa katika Adamu Bwana Mungu akaufanya mwanamke, akamleta kwa Adamu. Adamu akasema, so imagine Mungu akufurahia kuona Adamu yuko peke yake. Alichokifanya wakati huu, maandiko nasema akamlaza usingizi. Kulaza usingizi manake kumpa utulivu. Kulaza usingizi manake ni kusaidie kutengeneza kilicho bora. Wangapi wananielewa ninachoongea? Sometimes kuna mtu anaingia kwenye ndoa kwa kukurupuka. Vijana wa siku hizi ukiona ndoa anaingia leo kesho anakurupuka anatoka, ni kwa sababu alikuwa hana utulivu. Hana utulivu. Na vijana wa siku hizi hawasikii. Ukimwambia huyu mtu afai, tena wachungaji ukijua unashauri, kati ya eneo ambalo unatakiwa kushauri kwa umakini ni vijana wakiwa wanaingia kwenye ndoa. Wanakujaga wanasemaga, yani mchungaji alikuwa hataki nikuoe, lakini nilikomaa nikakuoa. Na siku hizi vijana ukiona amekomaa mchungaji, amekuletea mtu anasema lazima nioe, unaambia unampenda umempenda hivyo alivyo? Ndio. Nasema amen. Unamuoa lini? Kwa sababu kati ya migogoro mibaya ambayo ipo makanisani, mmoja wapo ni migogoro ya mchungaji. Ukisema huyu binti subiri, wewe bado hujamjua vizuri. Namjua sana. Najua vijana akikomaa akishikilia kitu chake, namjua tena namfahamu vizuri, hata ndugu zake nawafahamu. Ukiona kijana ameshaanza kusema hata ndugu zake nawafahamu, usijidai wewe unajua. Ambia okay, sawa mwanangu. Ninaamini kabisa haijawa hivyo kwa Joakim. Joakim alinipa historia kidogo ya Neema, na yeye akanihadithia, akaniambia baba, namjua tokea hapa mpaka hapa, hata nyumbani kwao nakujua, familia yao naijua, ni mtu kabisa ninayemjua. Akasema wow. Nakumbuka Ibrahim alipokuwa anataka amuoze Isaka, akamwambia nenda kwa ndugu zangu, sio tu kaoe kokote. Siku hizi vijana kikutana tu na mtu tayari. No. Unamjua. Kuna mtu anaelewa ninachoongea? Mungu alichokifanya, alimtengenezea Adam Eva. Manake Adam ndo Mungu alikuwa baba yake Adam, kwa sababu wakati ule Adam alikuwa hana baba. Baba yake alikuwa ni Mungu. Kwa hiyo Mungu alimtengeneza mwanamke ambaye anamjua vizuri, alafu akampa mtoto wake. Maneno ninachoongea, Mungu anatupenda. Apendi kwamba ukiingia kwenye ndoa ikavunjika. Pamoja na madhira yaliyowakuta kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 3 cha mabaya ya shetani, ndoa yao haikuvunjika. Maandiko yanasema hata alipokuwa amekufa Abili, maandiko yanasema tena Adam akamjua tena mkewe. Manake waliendelea. Unaendelea ninachoongea? Waliendelea kuishi hata katika changamoto zote, waliendelea kuishi. Kosa limetokea, hawakusema sasa tuachane. Walikomaa, waliendelea hivyo hivyo. Wanakutana tena na msiba, mtoto wao wa kwanza ameua mdogo wake. Hawakusema sasa tunafanyaje? Mama nani? Tunafanyaje? Twende tena tukajuane vizuri.
Umenielewa ninachoongea? Maandiko yanasema akamjua tena. Wangapi wananielewa ninachoongea? Na huo ndio msingi ambao Mungu anautaka kwenye ndoa. Sio ndoa leo ukijisikia tu chochote unasema yaani leo umekuja umenuna, mimi narudi nyumbani. Si nyumbani kwetu tu ni hapo. Baba yetu hakunifukuza, mama yangu hakunifukuza, waliniaga vizuri na mimi twende. Ndio ndoa za siku hizi. Ninaomba Mungu katika jina la Yesu, hii ndoa ikawe ndoa ya baraka. Paza sauti ya amen. Paza sauti ya amen. Maandiko yanasema Adam akasema, sasa kwenye mstari ule wa 23, Mungu alipomletea Adam, maandiko yanasema Adam akasema, sasa huyu ni mfupa katika mifupa yangu na nyama katika nyama yangu, basi ataitwa mwanamke, kwa maana ametwaliwa katika mwanaume. Kwa hiyo mwanamume atamwacha baba yake na mama yake, naye ataambatana na mkewe, nao watakuwa mwili mmoja. Maandiko yanasema mwanaume atamwacha baba yake. Nani anayemwacha baba yake? Mwanaume. Mwanaume atamwacha baba yake na mama yake, naye ataambatana na nani? Na mkewe, nao watakuwa mwili mmoja. Mstari wa 25, nao walikuwa uchi wote wawili, Adam na mkewe, wala hawakuona haya. Paza sauti ya amen. Sasa ukisoma Biblia kama hivi, jamani, mchungaji anasoma yote. Nasoma yote ili uelewe vizuri. Paza sauti ya amen. Naomba sasa nikuelekeze mambo kadhaa. Ni uongo upi wa kuzimu ambao unaaminishwa na watu kuhusiana na ndoa? Tunasoma maandiko, atuoni maandiko mahali ambapo Mungu anaongea baadhi ya kauli ambazo wengi sasa tunaziongea. Namba moja, kauli namba moja, ndoa ni vita. Uongo wa kuzimu namba moja, ndoa ni vita. Funga mkanda ukapambana. Mwenyewe alisemaje? Mara ya kwanza Mungu anafungisha ndoa ya mwanamke na mwanaume, alisemaje? Nataka nikuoneshe. Ndoa ya kwanza Mungu anasemaje? Hakusema beba silaha mwanangu, beba magobole yote. Mungu alijua ndoa ni baraka. Wangapi wanaelewa ninachoongea? Na mtu anashangaza, mchungaji unamaanisha nini hapo? Angalia ile sura ya kwanza mstari wa 28. Mungu akawabarikia, Mungu akawaambia. Haya ndio maneno ya msingi sana ambayo tunatakiwa tujifunze kuongea. Kama Mungu alivyoongea, sisi pia tunaongea. Hatuongei vile ambavyo tunasikia jamii inaongea, tunaongea vile ambavyo tunaona Mungu anaongea. Tatizo moja la Wakristo ni hivi, tunaongea kauli kulingana na jamii zetu zinavyoongea. Unasema hivi ndio ilivyo, nakwambia ongea mambo halisia. Sisi tunaongea mambo ya imani. Maandiko yanasema hatuishi tena kwa kuona, tunaishi kwa imani. Ukitaka ufurahie ndoa, ifurahie ndoa kwa imani na ndoa. Ishi. Wangapi wananielewa ninachoongea? Na ukiangalia hapo, hakuna mahali ambapo wanasema nendeni mkapambane. Maana yake Joa kimilibilia pale atafute panga. Umeikuona zile ndoa mtu anapewa panga siku ya harusi. Mwanangu, hatukupi panga, hatukupi nyundo, hatukupi mikuki, tunakupa baraka. Haya, nasema tunakupa baraka. Watu watakao kuona watasema umebarikiwa. Watasema afadhali ulimuoa Neema, kwa sababu Neema ni baraka. Utakapoonekana popote watasema ndoa yako ni ya baraka. Wewe ulogeki. Piga kelele, sema amen. Piga kelele, sema amen. Maandiko yanasema tunalindwa na nguvu za Mungu kwa njia ya imani. Mchawi atokee wapi? Mganga atokee wapi? Mwenye pepo atokee wapi? Nani ambaye anajidai anajua kuloga vizuri atokee wapi? You cannot curse my children. Huwezi ukalaani watoto wangu waliobarikiwa na Bwana. Huwezi ukawalaani kwa laana za namna zozote. Hawa watu wamebarikiwa. Hamuingii vitani, mnaingia kuenjoy. Mnaingia mahali ambapo mtakaa, mtakuwa mnamwambia Baba asante kwa sababu umenipa huyu dada. Baba asante kwa sababu umenipa huyu kaka Joakim. Nasema Neema, utaenda kufurahia ndoa yako. Hauendi kulia, unaenda kucheka. Nasema msimu wa kulia na kuomboleza umeisha, ni msimu wako wa kufurahi. Piga kelele, sema amen kwa jina la Yesu. Sema tunaukataa uongo wa shetani. Sema tunaukataa uongo wa shetani. Sema kila uongo wa shetani uliokuwa ndani yetu, ambao tuliuamini, ambao umetuendesha, tunaukataa. Maandiko yanasema tukiangusha kila elimu
kuna elimu zingine ni za kuziangusha. Kuna aina ya elimu tunaziambia hapana. Eti nikae na mke wangu mimi anapendeza, simama mama, simama kidogo, wacha wewe, toka nimeoa nimebarikiwa, toka, come on. Hai, unatuona hivi tulivyo baba, mimi na mke wangu toka tumeoana tunavaa sare, yani toka siku tumeoana mpaka leo tunavaa, come on, kama magea. Na mshangilie Yesu kwa ajili ya mke wangu. Kama na wewe unafurahia ndoa nzuri, mshangilie Yesu. Kama hauna ndoa nzuri, Bwana akupe ndoa nzuri. Kama kuna machozi kwenye ndoa yako, hii ni mara ya mwisho kulia. Nasema Bwana akakupe ndoa nzuri. Nasema kila shetani aliyesema ndoa yako itakuwa ya machozi, akaleta machozi kupitia mme wako anakunywa pombe, unalia kila siku. Nasema kuanzia leo, hiyo roho ya kulewa ambayo alikuwa nayo mme wako, tunaikata kwa jina la Yesu. Tunaikata kwa jina la Yesu. Kila roho ya uchoyo na ubahiri aliyokuwa nayo mme wako, tunaikata kwa jina la Yesu. Kila kamdomo alikokuwa nako mke wako ambako kana kufanya usitulie, na kenye tunakakata kwa jina la Yesu. Piga kelele, sema amen. Tunapendeza, tupendeze. Kama una uwivu, piga kelele, sema haleluya. Hapa hata inaonesha kuna mke unamlisha, kuna mke anakula, kuna mke anapendeza, hata nikienda kwao wananikubali kwa sababu wanajua mtoto wao yuko safe, yuko salama. Piga kelele, sema amen. Neema, umeingia sehemu salama. Utafurahia ndoa katika jina la Yesu. Utafurahia ndoa katika jina la Yesu. Kati ya mabinti wengi, nasema wewe utafurahia ndoa. Tunakataa uongo wa shetani kwamba eti sasa hivi wanaume wanaonekana eti kama maninja. Sio kweli. Sisi watu wapiganaji, sisi wapigana noti. Hapana. Sisi wanaume ni baraka. Sisi ni baraka, tunamjua Mungu. Mimi nimekaa na kijana wangu Joakim. Very smart. Very smart. Yes. Atakaa na mke wake vizuri. Mimi naambia hapa, baada ya miezi mitatu utamwona tu Neema mwenyewe kwanza ananenepa, anapendeza. Ukiona Neema atembelei nyumbani, usijiulize. Joakim anamtengenezea empire. Tunaita makazi mazuri huko. Piga kelele, sema amen. Anasema baba, mimi ndakuwa tu kama wewe. Hivi ndakuwa kama wewe. Unajua hivi vitu haya mambo mimi huwa na unajua kabisa kijana wangu neno limekolea. Neno likikolea ndoa inakuwa nzuri. Na ninakwambia kitu kimoja, jiogeshe kwenye neno la Mungu. Kaa kwenye neno la Mungu. Achana mambo sijui dunia inasemaje huko. Siku hizi ukiangalia kila ndoa imevunjika baada ya wiki 3. Na wewe siku hizi hata ukipiga picha na mke wako anasema usiwaone hivyo, utakuta wanalia. Sasa hata hapa nimemuita mke wangu, kuna mtu anasema watoto wanalia tu hapo, wanatuonyesha si wachungaji hao bwana, tabia za. Nakwambia ukweli, tuna enjoy. Piga kelele, sema amen. Piga kelele, sema amen. Nisikilize neno moja. Watu wote ambao wameokoka wanampenda Yesu, wana ndoa nzuri. Ni wewe tu uliyebaki. Tunaukataa uongo wa shetani kwamba ndoa ni vita. Mtu ashajiandaa na mapanga, ashajiandaa na malungu. Yesu wakati wanaenda kumkamata akawauliza, kwa nini mnanijia na mapanga na marungu? Ndoa tuiendei kwa mapanga na marungu. Wakati unaiendea ndoa, unaiendea kwa matamko ya baraka. Katika jina la Yesu, ndoa yangu itakuwa nzuri. Ndoa yangu itakuwa baraka. Mimi na mume wangu tutapendana. Mimi na mke wangu tutapendana. Hakuna shetani atakayesimama. Hakuna mganga wala mchawi atakayefanikiwa kwenye ndoa yangu. Hakuna mtu mwovu atakayekamata ndoa yangu, atakayemkamata mume wangu. Na mzingira mume wangu kwa mkigo wa moto. Na mzingira mume wangu kwa ukigo wa moto. Wewe utaenjoy ndoa wewe. Ndoa ni baraka. Ndoa haihitaji kununa. Silaha ya ndoa ni tabasamu. Tunda la Roho. Haya mambo ndo waambiwaji wengi. Ukiingia kwenye ndoa, ingia na tunda la Roho, sio ingia na mapanga. Ndoa, tunda la Roho ni nini? Ni upendo, furaha. Ama siku zote nimemwambia jana Neema, nikamwambia Neema binti yangu, jifunze kutabasamu. Ukitokea popote, cha kwanza anachotakiwa kukiona mume wako ni tabasamu. Tabasamu ni silaha. Imagine mwanamke anampokea mtu begi. Mama vipi? No. Mume wangu, karibu. Unanielewa ninachoongea? Kuna namna hiyo karibu inaondoa harara, upele, chunusi, inafanya ngozi kuwa laini. Sio unapokelewa kama vitani, unapokelewa kama silaha. Karibu. So, yes sir. No. Ndoa ni baraka. Unaingia kwenye Eden yako.
Kwenye Eden kuna baraka. Huingii vitani. Unanielewa Marukosa? Unakuja unasingia. Fungua mlango. Oh no. Baby I'm here. Mpenzi wangu nimerudi hapa. Neema akiwa chumbani kabisa chooni, anasikia unaita, anairisha kwanza shughuli, anakuja kufungulia mlango. Sababu unanielewa ninachoongea? Lakini kuna mtu mwingine anasema hata ngoja kwanza nisubirie simfungulie kwanza mlango. Na kufundisha techniques za kimungu, kuifanya ndoa yako kuwa kama mbinguni. Yes. Ndoa, mahali pa ndoa ni mahali pazuri. Mimi nyumbani nakaga na watu wengi, sometimes wanafika 30 kwenye nyumba yangu, kwa sababu kuna ndoa nzuri. Mgeni gani atakuja watakaa nyumbani kwako watu 30 wale kwenye chungu chako. Kama baba kila siku unaruka serikali huko ndani. Unapiga kumfu. Unapenda nasikia kila siku mama hao anatukanwa. Nani atakuja hapo nyumbani? Nani atakaa? Watoto wa nyumba yangu wakikaa nyumbani kwangu wanakula wali kila siku. Na wanaenjoy, wanakula ubwabwa. Yaani pale hebu mpigie Yesu makofi. Ndoa nzuri zipo, na hii ni moja wapo, na hii nyingine inaenda kutokea leo. Hii moja inaenda kutokea leo. Hii itakuwa ndoa ya baraka. Piga kelele, sema haleluya. Hey! Kama unatarajia ndoa nzuri, paza sauti ya haleluya. Kama dada unatarajia ndoa nzuri, paza sauti ya haleluya. Uongo wa pili, nikuonyesha uongo mwingine. Uongo wa pili. Nisikilize. Uongo wa pili. Haiwezekani kuwa na mke mmoja. Wangapi wamesikia uongo? Wangapi wamesikia uongo? Yes, kama hujasikia ndo nakwambia sasa. Ukienda huko ukiona mwanaume gani atakuwa na mke mmoja bwana? Wanaume wote lazima awe na side chick. That is the lie from the pits of hell. Ule ni udanganyifu kutoka kuzimu. Kwa wanaume wote wanaoonekana hivyo sasa, usimwamini mwanaume wewe. Ukute tu hapa ameacha mpenzi wake nyumba ya 3 kule, anakuja tu hapa anakuchekea. Anakuja kila siku anasema sina hela. Ujue tayari. Si ni uongo? So hata kama watu wameokoka sasa hivi hatuaminiani. Anasema hata kama wewe muamini tu, hakikisha unamjali, unamtunza, asiame nyumba. Ila jua tu kama kuna kokote kunawezekana kuwa na mwenzako. Hapana. Ndoa ni ya mke mmoja na ya mume mmoja. Ndoa ya Kikristo ni ya mke mmoja na ya mume mmoja. Hakuna nyongeza. Ndarudia tena, hakuna nyongeza. Usije ukaamini neema kwamba kwa sababu leo mume wangu amechelewa kazini atakuwa kwa mpenzi mwingine. Unajua mume wangu amechelewa. Mume wangu, Mungu akulinde huko uliko, uwahi kurudi nyumbani. Tayari umeshakata kamba ya fitna ya shetani. Kwa sababu usifikiri shetani hata kuambia. Sasa mbona nilisikia habari zako na yule dada uliyekuwa unacheka naye kila siku chuoni. Unajua jana wangu sasa nilisikia habari zako. Alafu nimeona nakupigia wiki. Najua tu haya mambo yameanza, kumekucha. Usiongee hayo maneno. Usiongee hayo maneno. Maandiko yanakataza kuongea maneno yasiyofaa. Mithali 6 mstari wa 2. Mithali 6 mstari wa 2. Basi umetegwa kwa maneno ya kinywa chako. Umekamatwa kwa maneno ya kinywa chako. Ongea maneno mazuri. Umenielewa? Sasa sema yani usituone tu hivi tulivyo tunapitia taabu. Usimwone tu hivi mume wangu, yani namwamini hivyo hivyo, utakuta hapo kuna mtu anaye. Umetegwa kwa maneno ya kinywa chako. Maana yake hayo maneno shetani atatumia kuyapandia kwa mume wako. Umenielewa? Wangapi wamenielewa ninachoongea? Wakina mama wanaonielewa paza sauti ya amen. Sometimes kuna changamoto unazo ni kwa sababu ya kamdomo ulikokuwa nako. Kwa unaongea maneno mpaka sasa hivi mume wako amebadilika. Sometimes mwanaume anasema sasa kila siku niona naenda nyumbani nasikia maneno kama kiredio. Afadhali kiredio kio kinaimba nyimbo nzuri. Chiriku, kelele. Ngoja niwe nashinda huko kwenye mpira. Kwenye mpira kuna dada anamleteaga supu. Akati anaangalia mpira anamletea supu, hana kelele. Anamnawisha mikono kimya, anamwambia kaka karibu. Akiondoka anakuja kumnawisha anasema kaka nashukuru kwa kuniungisha. Anasema bora niende wapi? Si bora kwa huyo. Ndio pale ambapo wanaume wengi wamepoteleaga kwa wauza magenge. Wangapi wameelewa ninachoongea? Ninakufundisha haya mambo at least akili yako hiyo inafahamu. Maandiko yanasema umetegwa kwa maneno ya kinywa chako. Badilisha kauli zako. Usimtengenezee mume wako mlango wa adui yako kuingia kwenye nyumba yako kumshambulia. Utajikuta baadaye anaanza kuwa mlevi. Anakutana na marafiki ambao wanakunywa pombe,
wanavuta bangi, wanavuta sigara. At the end of the day mume wako arudi nyumbani, anakuja baada ya siku 3 anasema nilikuwa kazini, nilipewa na kazi na bosi nyingi nikashindwa kurudi. Umetegwa kwa maneno ya nini? Ya kinywa chako. Ndoa ya Kikristo ni ndoa ya mume mmoja na mke mmoja. Kuna mtu ananielewa? Angalia kwenye kitabu kile cha Timotheo wa kwanza sura ya 3 mstari wa 2. Basi imempasa askofu awe mtu asiyelaumika, mtu mume wa mke mmoja, mume wa mke mmoja, hajasema wawili, mume wa mke mmoja, mwenye kiasi na busara, mtu wa utaratibu, mkaribishaji, ajuaye kufundisha. Askofu maana yake nani? Mwangalizi. Wewe ni askofu wa nyumba yako. Kabla hujaenda kwenye ofisi, ni askofu kwenye nyumba yako. Mshirika wako wa kwanza kwenye nyumba yako ni mke wako. Baadaye Mungu atakuongezea washirika wengine, watakuja watoto wako. Wangapi wamenielewa ninachoongea? Na ndio mpango wa Mungu. Kila mmoja Kiingereza askofu manake overseer, manake mtu anayesimamia juu ya, anayetazama. Manake Mungu amekuweka juu ya nyumba yako, nenda kaitazame vizuri. Na anasema wewe unatakiwa kuwa mume wa mke. Sasa nimejisikia kama niongeze wa pili. Amnaga namba 2. Kwenye Ukristo hakuna namba 2. Niongeze labda huyo awe ananipunguzia. Hapana. Ndio pale unakuta mwanamke akipata ujauzito ile miezi 9 ile, na wazee wanatafutaga, vijana wanatafuta ipate kadada kingine. Hapana. Wangapi wamenielewa ninachoongea? Huo ni uongo wa shetani. Eti haiwezekani kuwa na mke mmoja. Hiyo ni propaganda ya shetani. Hii ni propaganda inayohalalisha uzinzi na uasherati. Anasema ni kawaida tu. Ni kawaida tu ili mradi asijue. Ni kawaida tu ili mradi. Huo ni uongo. Bwana Yesu asifiwe. Namba 3, uongo namba 3. Talaka ni sehemu ya maisha ya ndoa. Ukimchoka, haujisikii kuendelea naye, mpe talaka. Wangapi wamewahi kusikia kwamba talaka ni kawaida? Siku hizi utasikia hata wahubiri wakubwa wamepeana talaka. Si ndio jamani? Si ndio ukweli? Unasikia waimbaji wakubwa wamepeana talaka. Sasa mimi sasa hivi najisikia kuchoka. Bwana, bora uendelee na huduma yako, uendelee na mipango yako. Watu wakishapata pesa kidogo, mwanaume anajisikia kwamba sasa hivi niongeze wa pili au niache. Mke akishapata vihela, ameshikashika vihela, anasema sasa hivi talaka. Mimi najisikia kama siwezi kuendelea, nashindwa kumudu hii ndoa. Ukristo hauko hivyo. Ukristo hauko hivyo. Angalia kitabu cha Mathayo 19 mstari wa 7. Mathayo sura ya 19 mstari wa 7. Ni mbaya sana, mbaya sana Wakristo kuamini kwenye talaka. Talaka haipaswi kuzungumzwa kabisa kwenye ndoa zetu. Wala sio sehemu ya discussion. Kama tujadiliane, kama tukishindwana tutafanyaje? Tunaweza tukapelekana mahakamani au tukaachana, na wanaandikishana. Mathayo 19 mstari wa 7 mpaka 11. Wakamwambia, jinsi gani basi Musa aliamuru kumpa hati ya talaka na kumwacha? Akawaambia, Musa kwa sababu ya ugumu wa mioyo yenu aliwapa ruhusa kuwaacha wake zenu, lakini tangu mwanzo haikuwa hivi. Huyu ni Yesu anajibu. Tangu mwanzo swala la talaka alikuwepo. Adam hakufundishwa swala la talaka, kwa sababu mwalimu wa kwanza wa ndoa alikuwa ni Mungu mwenyewe. Talaka zilipokuja wakati wa Musa, Yesu anarudi, anakuja kurekebisha. Anasema hii swala la talaka kwenye ishu za ndoa mimi sikuwahi kuliweka. Hiyo ni mifumo ya dunia, ya ndoa za kidunia. Mifumo ya ndoa ya kimungu, talaka sio sehemu ya lugha yetu. Kuna mtu anasema sasa hivi oa tu, ukijisikia kuacha unaacha. Mwanamke kama hujamuelewa bwana, unapiga chini, halafu binti amekuzalia watoto 3, unamwacha.
Si ni uchawi huko? Jamani, si ni uchawi? Tukubaliane. Si ni uchawi? Wewe unaachaje mwanamke tumbo limeshaharibika, makunyanzi yameanza kutokea, ameshanenepa, nyama zimetokea, ulikachukua kadada kwa watu kembamba, sasa hivi kamekuwa kambali, alafu unasema unamwachia nani? Unamwachia nani? Zamani ulikuwa unasema yani dada na unajua yani mimi nakuelewa sana, nakuelewa. Sasa hivi umuelewe. Na ndio maana moja ya kitu ambacho kanisa inatakiwa lijifunze ukweli kwamba shetani ameleta mikakati yake ya kuharibu ndoa za Kikristo. Na moja ya mikakati ni talaka. Talaka. Yesu anasema toka mwanzo mimi sikuleta huu mkakati wa talaka. Sio mpango wangu. Wangapi wanaelewa ninachoongea? Sema nyuma yangu, sema talaka sio mpango wa Mungu. Sema mimi sitaacha wala sitaachika. Wewe unajiambia hivyo hata kama uko kwenye ndoa, uwe mbabe kwenye ndoa yako. Unaambia shetani hakuna kuacha, hakuna kuachika hapa ndani. Katika jina la Yesu, mimi nitakaa na mume wangu, mimi nitakaa na mume wangu, mimi nitakaa na mke wangu, mimi nitakaa. Najiambiaga nafsi yangu, mbembela, katika jina la Yesu utakaa na mke wako, utakaa na mke wako, utampenda lili, ukinikuta ninavyompenda mke wangu, utazani Suleiman nikianza kuandika wimbo ulio bora. Unasoma unasema mtoto laini asiye na uhaini, mtoto amependeza. Mshangilie Yesu kwa makofi. Mpende mke wako, mpende mume wako. Yes. Akiwa ananiita my boy, wow my boy. I feel like wow, kila siku nazidi kuwa kijana and I feel wow, glory to God. Mmenielewa ninachoongea? Sometimes wakina dada wanazeeka kwa sababu wanakutana na maneno magumu kila siku. Mjinga wewe, huna akili. Cheki ulivyo. Mimi baadaye tena samani. Baadaye tena unaita mpumbavu wewe, mjinga wewe. Kwa nini asizeeke? Binti ana miaka 32 ameshazeeka. Wewe acha hayo mambo. Wakina baba wote na vijana wote tuseme amen. Wakina baba wote na vijana wote tuseme amen. Vijana wote na wakina baba tuseme si tutakaa na wake zetu. Sema tena si tutakaa na wake zetu. Huoni raha ukimwona mzee Mwarukosa pale amepiga amechomekea safi yuko na mke wake pembeni? Raha. Hebu ongeza makofi kwa Yesu. Baba inapendeza. Haya ndo mapigo ya maisha. Haya ndo maisha. Kuna vitu ambavyo lazima tuwe tunajifunza, tunaangalia. Unamwona baba pale very smart, yuko na mama pale very smart. Ongeza makofi. Sometimes Mungu anatupa picha ambazo ni hukumu zetu tusipoishi. Anatupa picha anasema angalieni, hivi ndo ninavyotaka muishi. Baba yako na mama yako hawajaiachana, wewe unakuja na kauli za kuachana, umejifunza wapi? Yesu anasema mimi sijai kuumba hilo jambo. Naga watu waache wake zao, waache waume zao. Usiseme eti ameokoka, amna, ni mkaidi. Kwa tafsiri rahisi ni mkaidi. Unasema pastor, hata yule mwimbaji aliyeacha mume wake na yeye ni mkaidi. Nakwambia kwa herufi kubwa, yule ni mkaidi mkubwa aliyeijua kweli ya Mungu akashindwa kuishi. Tatizo tunashindwa kuambiaga watu ukweli. Na bado unakuta unawaalika kanisani kwako. Ameacha mke wake, ameacha mume wako, unamwalika njoo uhubiri. Uhubiri nini? Mahubiri ya kwanza ni mahubiri ya ndoa. Ndarudia tena, mahubiri ya kwanza ni mahubiri ya nini? Kama mtu asipoitunza familia yake mwenyewe, atalitunzaje kanisa? Utahubiri nini wewe? Usishike hata maiki. Usishike hata kama una kapambio kako kaimbe wewe na nyumbani kwako na baba zako. Tunza kwanza mke wako. Anasema wow, kama kwa mtu wangu anaona Yesu nisaidie. Maana hadi mwanangu anajua kama baba anampenda mama. Presha kidogo mwanangu mzuri. Inabariki. Mtoto akiwa anajua kabisa baba anampenda mama. Anajua kabisa talaka sio lugha ya watoto wa Mungu. Yaani talaka haitaki kuwa msamiati nyumbani, hata kudiscuss wala kujadili. Wala kusema sisi tunapelekana kesi kwa baba na mama. Unasikia hiyo kauli? Siku yangu ya kuzaliwa akaniandikia ujumbe. Akaniambia asante kwa kumpenda mama. Aliandika kwa Kiingereza, thank you for loving my mom.
Imagine mtoto anaona kwamba unampenda mama yake. Maanake kitu cha kwanza hata nyumbani wanaokuwa wa kwanza mashahidi wa kujua unampenda mume au mke ni watoto. Unanisikia chwake? Watoto wako watajua unampenda mama wao, namna unavyomtendea mema, namna unavyomfanyia vizuri, namna unavyoongea naye. Na mimi napenda kucheza na mke wangu, napenda kucheza. Naomba niende kwenye uongo wa tatu wa nne nikuelekeze ili ujue vizuri. Tumalizia hapa andiko. Anasema mstari wa 9, nami nawaambia ninyi, kila mtu atakayemwacha mkewe isipokuwa ni kwa sababu ya uasherati akaoa mwingine azini, naye amuoae yule aliyeachwa azini. Tunao wazinzi wengi, wengine wapo kama kanisani. Wanafunzi wake wakamwambia, mambo ya mtu na mkewe yakiwa hivyo haifai kuoa. Maana yake hata wanafunzi wake wenyewe inaonekana walikuwa na mawazo ya kuachaacha. Kwanza kama ndio hivi basi ni bora tusioe tu, ni bora tusioe. Ndio wale watu wanasema mimi sioi. Anakuwa anabaki na kadada anaacha, anamshika huyu, anamshika tena anaacha, anashika huyu anaacha, anashika huyu anaacha. Kama wanafunzi wa Yesu, niwaambie ukweli, ndoa pasipo Roho Mtakatifu haiwezekani. Ili utanielewa, ndoa pasipo Roho Mtakatifu haiwezekani. Roho Mtakatifu ndio anayetusaidia kwenye ndoa, anayetusaidia kutembea vizuri, anayetusaidia kupendana, anayetusaidia kuishi vizuri. Roho Mtakatifu. Angalia mstari wa 11. Lakini yeye akawaambia, sio wote wawezaye kulipokea neno hili, ila wale waliojaliwa. Na ninakuombea Mungu akakujalie kulipokea hili neno. Narudia tena, ninakuombea Mungu akakujalie kulipokea hili neno. Maana yake swala la imani kuhusu talaka limekuwa imani ya mazoea sasa hivi. Watu washazoea. Sasa hizi imani za talaka zipo makanisani, zipo mahakamani, zipo kila mahali. Wewe ukiona umpendi tu, achana naye. Achana naye. Hapana. Hakuna swala la talaka. Talaka sio sehemu ya ndoa. Huo ni uongo namba 3. Wale wanaodai kwamba talaka ni sehemu ya ndoa. Huo ni uongo namba 3. Naomba nikupeleke kwenye uongo namba 4. Ndoa ni ya watu serious. Ndoa ni ya wanafanya nini? Sema wanacheza. Achana na mambo haya ya kuwa serious kama unalikuwa mabomu. Unamkuta mama yuko serious, baba yuko serious. Bwana Yesu asifiwe. Anamsalimia mke wake. Bwana Yesu asifiwe. Yes, amina baba. Bwana Yesu asifiwe. Unaingia, ukija mgeni ni kama yani ndani kuna chuki, wamechukiana lakini hawajachukiana, hawajatukanana, ni ndoa ya watu serious. Haidumu. Mimi nakwambia ndoa ni ya watu wawili walio watoto. Unisikia Joakim vizuri? Nilikwambia dogo, ukiingia kwenye ndoa acha mambo ya kujidai kwamba wewe ni mwanaume unakaza shingo hivi. Ndoa ukubali kuwa kama mtoto. Jua unaishi na mtoto mwenzio, ishi naye kama mtoto, mchekeshe, mdekeze. Umeona mama wale wanavodekeza watoto zao? Ndio vile ambavyo unatakiwa. Kuna wakati unamchukua mama unamdekeza, unampakata. Si umesoma pale neno la Mungu, hata Mungu mwenyewe anatubembeleza. Chukua huyo dada bembeleza. Sema hadi kibembeleza, unajua wewe kwa ni mambo ya kitoto hayo. Acha mambo ya kitoto. Unajua utakuwa unaingia ndoa ya kininja, ya kijeshi. Vyombo viko wapi? Naomba chakula, leta hapa. Nasema mbona jana naisha? Mbona jana nini? Sasa dada watu wanakuwa katoto kwa watu kameanza kukonda, mara shavu la neema limeanza kupungua. Vipi? Nyumba ni ya kijeshi. Uko wapi? Njoo hapa haraka, nataka haraka, fanya hivi haraka. Acha mambo hayo wewe, dekeza mtoto wa watu. Unanielewa ninachoongea? Akina dada nimekwambia ni laini, hawataki uwaini. Huyu unawabembeleza. Ongea vizuri. Mtoto laini, mashavu, naambia mtoto laini, wewe mashavu haya. Mafuta mazuri mpe. Siwaambia tu paka mafuta vizuri huko mgongoni. Chukua mafuta mgongoni aweze kujipaka. Mpa kazi vizuri. Pazame. Najua kuna watu wanataka watoe pepa. Baba unaongea nini? Naongea hivi, nasema hivi. Wewe ambaye hujai kupakazwa, kama vile mume wako sasa hivi kuanzia leo unanipakaza mafuta mgongoni. Na ni kiroho. Narudia tena, ni kiroho. Ni kiroho. Nasema tena, ni kiroho.
Mstari pale tumeangalia wamesha sema na wote wawili walikuwa uchi wala hawakuona haya. We haya unaitoa wapi? Wewe unaitoa wapi haya? Sasa mimi siwezi kupakaza mafuta mgongoni. Mimi siwezi. Utaweza lini? Utaweza lini? Acha mambo hayo. Acha mambo hayo. Na hata kama umri wako ushasogea, hujai kumtendea mke wako vizuri, kuanzia leo nenda kamtendee vizuri. Hata mwenyewe ajue kabisa ni mume wangu ulisikia kitu gani mpaka umebadilika hivi. Umeshazoea ukishuka nyumbani pale na umetoka shambani na miguu yako imejaa tope, unaingia kwenye blanketi hivyo hivyo. Ni vile mke wako aongeagi tu bwana. Kwa smart. Ongea vizuri na mama. Mama, nataka ninawe miguu iwe safi. Leo utanisugua miguu. Kaa pale, nyosha miguu yako vizuri. Weka pale, mnyoshe mtumishi wa Mungu. Ametoka shambani amechoka. Sio ametoka pale anasema mgongo na nini, anasema Mungu akutie nguvu, panado ziko juu ya meza. Hamna, akisema mgongo unauma mwambie weka hapo. Gonga kidogo. Hapo vipi? Sasa baba najisikia vizuri. Ni kiroho. Yesu akiwa anaangalia hivyo anasema jamani. Muulize mzee Mwarukosa atakwambia. Tatizo hujai kumuuliza chochote. Ungekuwa umeshamuuliza angekwambia. Mimi namjua mzee wangu, hana neno afichi, angekwambia. Kaambia mimi bwana pale namnyoshaga mama yako vizuri. Akiwa amechoka miguu, ametoka shambani, ile miguu huwa nainyosha. Sio mpaka mtu anywe panado. Sometimes unamnyosha vizuri. Ni uongo wa shetani kwamba ndoa ni za watu wazima ambao wanapambana. Na ndio maana unakuta vijana wanakuja kanisa. Mimi na mke wangu kama watoto ambao tunaenda shuleni, tumevaa nguo za vidumu. Sare. Sisi tukitokea hivi hata kila mtu anasema huyu ni mke na mume bila shaka. Sio mpaka mtu aanze kupeleza, tuone simu yako nihakikishe kama ni kweli. Wewe sometimes akituona tu hivi. Mimi napendaga watu, hata wachungaji wanasemaga tunapenda mnavyoishi. Juzi nilikuwa nacheza na mke wangu, nikakimbia nikamshinda, akanifungia mlango nje. Nakimbia huku nikamshinda, nakimbia hivi nikamshinda, nikamshinda. Nikatoka nje, nakufungia mlango sitaki. Hadira. Watoto wanacheka pale nyumbani. Inaleta raha. Nyumba inakuwa raha. Sio unakuwa tu. Akanifichia na kasimu kangu. Napiga kasimu zikaona. Napiga kumbe amekaa nako jamani kuna raha ya mambo. Acha ile maisha ya serious. Wewe nikwambie kama hivi hivi ukiwa mtu mzima, chukua kasimu kako nenda kakafiche. Alafu unacheza. Sikuonyeshi. Siku nyingine mwambia baba tuwe tunacheza. Ndio maana tunazeeka. Akili yote ya mtu anayecheza haizeeki. Isaka alikuwa anacheza na mke wake. Imagine Isaka mtumishi wa Mungu aliyepakwa mafuta na Bwana. Unajua Isaka alikuwa mtumishi wa Mungu wewe. Anacheka, anacheza na mwenzi. Ninawaambia neema ya kufurahi. Neema ya kucheka. Neema ya ndoa isiyozeeka katika jina la Yesu. Yes. Ifike wakati tuone Mungu anaonekana kwenye ndoa za Kikristo. Watu ambao hawajaokoka wakitazama ndoa zetu wavutwe kwa Mungu. Wajue kama walokole wanaishi hivi, na mimi lazima niende kuwa mlokole. Imagine mtu amepanga na nyumba moja na mlokole. Anafoka huyu, anafoka ikifika saa 8 usiku anamfugia. Wewe maji yako wapi? Mimi nilikwambia lazima uhakikishe kuna chakula umenibakizia hata kama tukio tumekula. Wewe kuwa kama mtoto, ukiamka usiku unalia, jamani, na njaa mpaka anaenda kuandalia kingine. Tatizo unakuwa komando, utazani unapambana vita. Na ndio maana ndio yale ulioingia. Umewahi kuona siku ya harusi unachukua mkanda, unasema, "Huu mkanda ni mkanda ambao tunakupa. Ujipange, jifunge mkanda." Achana, naambia mimi sijifungi mkanda. Naingia kwa kama mtoto, naingia kucheza. Kwenye ndoa maandiko yakisema Mungu aliwapa suruali na sketi, akawafunga mkanda, anasema wote wawili walikuwa uchi wala hakuona haya. Chezeni mle ndani, kimbizaneni. Nilishakwambia kijana wangu, miezi ya kwanza usikaribishe mtu nyumbani kwako. Cheza na mwenzako, kimbia, nenda huko. Na wale ambao mna tabia za kutembelea nyumba, imekucha tu wiki moja mpo pale. Unaangalia hivi, amepika nini? Analalaje? Kitanda kikoje? Hakikuhusu. Hakikuhusu. Nasema hakikuhusu. Hakikuhusu. Umenielewa nimesemaje? Hakikuhusu. Kaeni kwenu, tufungeni vya kwenu, tunzeni ndoa zenu, na yeye atunze ya kwake angalau na yeye jamani. Tutashindwa sasa. Unaanza kupambana, mtu unakuta kutoka ndoa kapya, wote ndugu 3 4 wako pale. Na yeye huyu hapa na ndugu 5 wametoka kule, na wale 6 wametoka kule, wanachanga 12. Angalau ndoa zilizo koma kama za kwetu inakuwa amen.
Naongea hivi, wana ndugu mpo hapa. Ndio maana naongea. Kwa sababu kuna mambo mengine wana ndugu wenyewe ndio mnapiga teke ndoa zetu. Tuache kabisa. Waache angalau miezi 3-4 waenjoy. Alafu siku ya kuja kuwakaribisha mnaandaa tu, unasema jamani karibuni nyumbani mfahamu. Amen. Ndio pale mnaenda sasa. Mnaenda mnaandaa matumbo yenu. Mnakula vizuri, wanawapikia vizuri. Sasa hapa ndo tunapoishi. Sasa afadhali. Sasa hivi unakuta hata nyumbani labda kuna carpet tu. Na wewe unataka uende ukakae wapi sasa? Subiri miezi 3 angalau. Sasa hivi watakuwa wamemaliza madeni yote ya siku ya harusi waliojikusanya yameisha, wamenunua na angalau ka furniture, wameweka vizuri hata wewe mahali pa kukaa. Sema amen. Sema amen. Sema amen. Kuna wale wakina mama na wale wakina shangazi na wale wakina dada. Lazima nikujue anakokaa kaka we. Lazima nikujue kaka, lazima we. Nasema hiyo lazima haipo. Unajua shetani naye wakati mwingine mtu hata hajawa huru kidogo. Atembepo amevaa kapensi nyumbani, anakimbia mleo anacheza. Nimesema wanaenda kucheza. Sasa wao wenzako hata hawajajifunza namna ya kucheza vizuri. Na wewe umetokea pale. Kamba ya nyuzi 3 haikatiki kwa wepesi. Mungu, mke, mume haikatiki kwa wepesi. Akiongezeka mwingine tu wakati bado haijakaza itakatika. Mimi nakwambia kabisa. Huu wakati kila mtu kaa kwenu. Kaa kwenu. Tunza ndoa yako, mwache kijana wangu atunze ndoa yake. Na wenyewe wazeeke kama nyinyi mlivyozeeka, wakina mzee Morkosa, mzee wangu Nyau pale, safi. Naamini kabisa baba anakupenda wewe. Najua. Ya mzee wake anapenda sana mtoto wake. Na yeye anataka pia uwe na ndoa nzuri. Tulia na ndoa. Usianze kukaribisha marafiki, mmefika tu, njoo tu haina shida. Kuna chumba kimoja hapo utalala. Alale wapi? Hamna kulala. Sema amen. Na nyie marafiki mlioko hapa kutembelea koma. Acha mwenzenu apike chungu chake saa hizi. Mtoto watu hajazoea hata kupika watu wawili, amesha watu 10. Hapa we. Sio washirika mnakuja pale sasa tunamtembelea kaka yetu wa kiroho, kaka yetu wa kanisani, kaka yenu mkutane kanisani, salimianeni mkimaliza ibada kila mtu kwao. Marufuku. Narudia tena kuna wale wapendwa kierere. Tujue tu angalau kama kuna jambo la kumuombea ili tuanze kumuombea. Hatutaki maombi yenu. Sasa hizi kama mnaweza mkaomba, tumeni maombi tokea mbali. Baba mbariki, Baba muinue, Baba mfanye kuwa juu katika jina la Yesu. Lakini sasa hivi kijana wangu nataka baada ya miezi 3 awe amenenepa. Piga supu back to back. Kula vitu vinono back to back. Mambo yawe safi. Baada ya miezi 3 umeshaanza kunenepa ndio unakaribisha angalau. Sio bado hujanenepa, tumbo halijakaza bado tayari. Mungu awabariki sana. Sio sana mchungaji anatulima. Si walimi watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo lazima ujue. Na jambo la mwisho. Mtu akiwa kwenye ndoa anaweza kuongozwa na mudi. Shawaambia hichi kitu nimewafundisha. Tunamaliza hapo. Mtu akiwa kwenye ndoa anaweza kuongozwa na mudi. Ukiwa kwenye ndoa uongozwi na nini? Sasa unajua mudi ni nini? Ile unasema sijisikii au najisikia. Kuna mtu anasema leo sijisikii kucheka. Wewe kuona ndoa zile unakuta siku hiyo baba hajisikii kucheka. Kwa hiyo akikaa nyumbani ukimuita anasema naam. Ukiongea anasema sawa. Sasa leo sijisikii kuongea. Ongea haraka maliza. Wewe ndoa iongozwe kwa mudi. Mwanamke anasema leo sijisikii kucheka mimi. Naomba uniache. Niache tu, naweza kaendelea na shughuli zako, leo sijisikii. Maandiko yanasema hivi, enendeni kwa roho, kamwe hamtatimiza tamaa za mwili. Hajasema enendeni kwa mudi. Msiende kwa hisia. Umewahi kugundua na watu wengi walio kwenye ndoa watakubaliana na mimi. Watu wengi kwenye ndoa wamegombana kwa sababu ya mudi. Baba alimuita, alishindwa kuitika. Mara ya kwanza baba anaita, mama fulani, kimya. Mama fulani, kimya. Mama fulani, kimya. Sasa na wewe unaniita mara 3 zote nimesikia.
Mimi leo sijisikii kuitika itika. Mume anaanza kuja taratibu, anatembea tu, anakuja na kulamba kibao hivi, anaondoka. Mimi nilijua tu, ndio maana leo nitaka zisiitike. Kwa nini usiitike? Usienende kwa nini? Kwa muda. Mimi leo sijisikii kupika, ndio maana sijapika. Yaani leo sijisikii kabisa, mudi haipo. Wakina mama mnanielewa ninachoongea? Na tunakubaliana kabisa, mtu yote anayenenda kwa roho anaiponya ndoa yake. Na ndio maana Mungu ametupa njia rahisi. Ukitaka kuiponya ndoa yako, achana na hisia zako, nenda kwa roho. Neema. Sasa zile mimi sijisikii leo. Kuna kule ujisikii kwa sababu unaumwa. Mume ataelewa. Mwambie mwenzako, leo ninajisikia vibaya, ninaumwa. Mungu anisaidie nipone. Hata yeye mwenyewe anaweza kusema ngoja nikusaidie kwa kitu fulani. Lakini sio kusema kwa nini hujafanya hivi? Sijisikii. Kwa nini? Sijisikii. Ni wewe unaelewa, na wewe mwanaume mwenye akili wewe unaelewa. Ushamwambia mwanaume mwenye akili wewe unaelewa. Anakuangalia wewe mwanamke uwe na adabu. Wangapi nielewa ninachoongea? Na ndo hapo ambapo ulipotezaga mume wako siku ulipoanza kuonyesha mudi zako. Unijue hivi taratibu utanizoea. Nyumbani mimi baba alishanijua nina hasira. Nikishapandisha hasira zangu huwa siwezi kunizuia. Nitakuumiza hapa ndani. Enendeni kwa roho. Ukienenda kwa roho, tunda la roho ni nini? Upendo, kiasi, utu wema, fadhili. Wangapi wanaelewa ninachoongea? Yeyote unayetarajia kuingia kwenye ndoa, jaa tunda la roho. Usienende kwa hisia. Usienende kwa nini? Kwa hisia. Na ukienda hivyo, Mungu atakusaidia. Jambo la mwisho. Ndoa ni watu wawili. Huu ni uongo mwingine. Ndoa ni watu wawili wenye madhaifu. Hivyo tuvumiliane tu. Wangapi wamekusikia hiyo kauli? Na kuonesha ndoa sio ya watu wawili wenye madhaifu. Mungu alipomuumba Adam na Eva, Mungu anamuita Eva ni msaidizi. Nani? Nisikilize. Msaidizi namba moja ni mtu mwenye akili. Msaidizi namba moja ni mtu mwenye nini? Ni mbaya sana wanaume ambapo mnaingia kwenye ndoa unafikiri nimeoa chombo dhaifu. Chombo dhaifu. Chombo dhaifu haijamaanisha kwamba eti chombo ni mwili dhaifu. Mwanamke ni manyama yake ni madhaifu. Wanawake hawajakakamaa kama sisi. Huo ndio udhaifu wao. Sio kwamba Mungu amewaumba wao na ubongo dhaifu. Mmenelewa ninachoongea? Hajawaumba na akili dhaifu. Na ndio maana kuna wanawake wanaweza kufanya biashara kuliko mwanaume. Udhaifu anaozungumzia ni wa kimwili. Wanawake miili yao ni dhaifu, lakini wana uwezo wa kupanga hoja, wana uwezo wa kuongea vitu vya maana. Mwanamke sio dhaifu, mwanamke ana akili, ndio maana anaitwa msaidizi. Mungu hawezi akakupa msaidizi ambaye hana akili. Maana kama Mungu amekutengenezea msaidizi asiye na akili, maana yeye mwenyewe Mungu ana shida. Kuonesha kwamba Mungu hana shida, amekutengenezea msaidizi mwenye akili. Mtendee wema. Ndoa sio za watu wenye nini? Madhaifu. Msaidizi ni mtu mwenye nguvu. Huwezi kusaidiwa na mtu mdhaifu, unasaidiwa na mtu mwenye nguvu. Maana yake mwanamke unayemuona ana nguvu. Najaribu kusaidia mwanaume ambaye uko hapa, unayesema mwanamke ni mtu dhaifu. Sasa dhaifu nini? Wewe. Mwanamke ana nguvu. Na ndio maana wanawake wakiamua kukudhalilisha, anaweza kukudhalilisha. Nguvu ya mwanamke ipo mdomoni. Mwanamke akiamua kuongea hapa, mji mzima unajua habari zako. Mji mzima. Ukitembea hapa wanakujua. Ukimwona tu mtu yule mwenye kipara, ndio huyo. Kwa ukitokea tu unasema ndio yule. Wangapi wamenelewa ninachoongea? Mwanamke ana nguvu, na nguvu zake zipo kwenye kinywa. Mwanamke akiongea ni rahisi watu kumwamini. Mwanamke anaweza kaongea hapa, amenipiga, angalieni, amenipiga. Hata hujampiga. Au utamsikia chumbani sana, nipige, kumbe anataka majirani waje waone kesi.
Hawala hujamwambia mimi nakupiga, ni vile anataka tu jambo lake. Kama hutaki nipige, kama hutaki nipige. Tayari. Anasema niue. Ninakuombea katika jina la Yesu, Mungu akupe ndoa nzuri. Na nisikilize, udhaifu haupo. Usije ukakaa ukasema ndoa ni za watu dhaifu. Ndoa sio za watu dhaifu. Mungu ametuweka kwenye ndoa kukamilishana, sio katika udhaifu. Udhaifu upi? Na ndio maana unahitaji kukua kiroho. Ndoa ni za watu waliokuwa kiroho ili wasaidiane kwenye safari ya mbinguni. Na ndio maana maandiko yanasema huyu akichoka huyu anamuinua. Kwa sababu ndoa ni za watu wenye nguvu, sio watu dhaifu. Wewe utafanya kazi, yeye atafanya kazi, mtafanikiwa wote pamoja. Wangapi mnaelewa ninachoongea? Msikae kwenye ndoa kama watu dhaifu. Sasa mimi ni dhaifu, nivumilie hivyo hivyo. Sasa watu wanasemaga udhaifu wa kwenye ndoa ni udhaifu wa namna gani? Mwanamke unakuta na mwanaume mwingine nje. Sasa huo ni udhaifu wangu, nivumilie. Huo sio udhaifu. Hiyo ni dhambi. Usiite dhambi ni udhaifu. Mwanaume umemwona kabisa analewa, anasema nataka nikuoe. Kabisa analaga ba, anafunga ba. Na anataka kuoe. Unasema ni udhaifu wake. Sio udhaifu wake, ile ni tabia. Na ukimuoa umemuoa mtu mwenye tabia yake anayojielewa. Au ukiolewa naye unaolewa na mtu mwenye tabia anayojielewa. Sasa unatakiwa kuavoid, unatakiwa kuiepuka hiyo hali. Unaingia kwenye ndoa na mtu aliyebarikiwa. Unanisikia chwake? Neema, unaingia kwenye ndoa na mtu aliyebarikiwa, uingie na mtu dhaifu. Nenda ukatende kwa akili. Na kukuonesha hilo, Mungu anakuambia kabisa, ishini na wanawake. Kwa nini? Unafikiri mtu mwenye ana akili unahitaji kuishi naye kwa akili? Maana yake ana nguvu, ana akili. Ishi nao. Kwa nini? Sasa wewe nenda pale ujidai kwamba hana kitu kichwani. Mimi nimesema, uendi kama pale mimi hapa ndo nasema nimesema katika jina la Yesu umebarikiwa. Ila ukienda nyumbani anakuambia umesemaje? Kwa nini? Na unatakiwa umuelekeze mwanamke kwa nini. Usipomwelekeza kwa nini, unasema fuata nilichosema, fuata nilichosema. Baba yake alikuwa haina maana kumpeleka shule. Alimpeleka shule ili awe na akili za kufikiri vizuri, kufanya maamuzi sahihi. Kwa hiyo akikuuliza, hapa mume wangu kwa nini umefanya hivi? Unasema hapa ilikuwa ni 1 2 3. Na nikwambie mwanamke akishakuelewa anakuwa pale na wewe kila siku. Yaani mimi nikikaga na mke wangu, kazi kubwa nilionayo ni kumuelewesha yale ninayoyawaza. Na akaa pale na hakikisha amenielewa. Asiponielewa mke anakuwaga mbishi wa kwanza. Ukiona jambo amekubishia mke wako nyumbani, usiende kulipeleka hata kanisani. Kwa sisi wachungaji, upeleke kanisani, unabaki nalo kwanza. Unasubiri kwanza umwaminishe. Otherwise kalifanye, alafu mwambie mke wangu unaonaje hichi kitu? Sasa ndio kile ulikuwa unaniambia. Kumbe mume wangu wewe una akili wewe. Wangapi mmenielewa ninachoongea? Usimlazimishe mke wako akuelewe mahali ambapo hajakuelewa. Msaidie akuelewe. Wangapi mmenielewa? Paza sauti ya amen. Paza sauti ya amen. Usikubaliane na uongo wa shetani. Ndoa ni baraka. Ndoa ni nini? Ni baraka. Ndoa ni baraka. Na ninakuelekeza ndoa ni baraka. Mambo mengine tutaongea wakati mwingine, kujifunza uongo wa shetani ni nini kuhusiana na ndoa. Siku hizi umekuja uongo mwingine mbaya sana. Ndoa inawezekana kukawa na ndoa ya mwanaume na mwanaume na mwanamke na mwanamke. Ule ni uongo wa shetani mwingine kwenye kizazi chetu. So haya mambo ni mambo ya kujifunza na tutaendelea kujifunza, kwa sababu tunatakiwa kutunza miiko ya ndoa za Kikristo ili tubaki kwenye neno la Mungu. Amen. Na utashindaje uongo? Utaushinda kwa kulishika neno. Unanielewa ninachoongea? Utaushinda kwa kulishika neno. Kamata neno. Kamata neno. Anakuja mtu anakuambia mimi ndo mchungaji, nataka ufanye ninachotaka. Mimi mwenyewe mchungaji, Mungu amenionya. Anasema ndoa na iheshimiwe na watu. Yaani hadi mchungaji Mungu ananiambia marufuku kwenye ndoa za watu. Nisiposhirikishwa sijiingizi kichwa. Nisipoambia kitu na kaa kimya. Sio natokea pale tu mchungaji sasa nimeona tu nije kuongea. Hapana, haipo hivyo. Ndoa na iheshimiwe na watu wote. Shika neno,
kaa kwenye neno. Maandiko yanasema mtaifahamu kweli na hiyo kweli itawaweka huru. Hata kwenye ndoa unahitaji uhuru wa kimungu, na uhuru unapatikana kwenye neno. Shikilia neno, ongea neno kwa mwenzio. Kuna jambo hajaelewa, muelekeze kwa neno nini cha kufanya. Vile vile neema, kuna kitu umekiona kwa mwenzako kipo sawa, fungulia Biblia. Biblia haijaishiwa hekima, fungua hekima za neno. Neno la Mungu linasema hivi, mume wangu, tufanye hivi tutafanikiwa, tufanye hivi tutafanikiwa, tufanye hivi tutafika. Kiona mwenzio anaongea sauti, naambia hapana. Maandiko yanasema jibu la upole utuliza ghadhabu. Ukiona mwenzio anaongea, barikiwa. Asante, nashukuru. Unamaliza hapo, nisamehe. Unamaliza hapo. Umenielewa ninachoongea? Jifunze kwenye neno. Ukijifunza kwenye neno utafanikiwa. Mungu atubariki katika jina la Yesu Kristo. Paza sauti ya amen.